Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Viumbe vya kukumbatiwa, wanyama waliojazwa pamba na hata wanaobonia waliotengenezwa China wanasaidia kuleta tulizo linalohitajika kwa watu duniani. Huku midoli hiyo ikiagizwa kwa wingi katika masoko duniani, wakati wateja wakitaka kupunguza shinikizo linalotokana na maisha ya kila siku. Katika kiwanda cha midoli mjini Dongguan, mkoa wa Guangdong, China, timu ya utafiti na maendeleo inarekebisha mchoro wa mto wa kukumbatiwa kabla ya kutambulishwa kwa wateja. Bidhaa hiyo mpya inatokana na mnyama anayekula ndoto, kiumbe cha kufikirika kilichorekodiwa katika kitabu cha Kichina cha Classic of Mountains and Seas kilichoandikwa miaka 2000 iliyopita. Hata kabla ya bidhaa hiyo kuingia sokoni, kampuni tayari imepokea maagizo kutoka wateja wa ndani na nje ya nchi. Midoli kama hiyo ya kutuliza hisia sio tu imekuwa sehemu ya vijana kujipumzisha na shughuli za maisha ya kila siku, bali pia inaibuka kama chombo cha kipekee cha kutangaza utamaduni wa Kichina. Kiwanda cha kutengeneza midoli kilichopo Beijing hivi karibuni imeingiza dhana ya wanyama walio katika kalenda ya jadi la Kichina na kuwageuza kuwa midoli, ikizindua bidhaa mpya zinazochochewa na mabaki ya kale, ikiwemo farasi wa saba anayetembea juu ya mazingira ya asili, sanamu ya kipekee ya shaba inafikiriwa kutengenezwa katika karne ya pili. Bidhaa hizi za ubunifu wa kale kwa sasa zinapatikana kwenye masoko nchini China, Asia Kusini Mashariki, Japan, Korea Kusini na Amerika Kaskazini, na zimepokelewa vizuri sana na wateja kwa mitindo yao ya kisasa. China imekuwa moja ya soko kubwa zaidi duniani na kituo cha uzalishaji wa midoli inayoenda na wakati, kutoka maboksi yenye vitu vilivyofichwa hadi bidhaa zenye mada ya IP, huku mauzo ya nje ya bidhaa asili za kitamaduni yakiendelea kutambuliwa kimataifa. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.